magari mawili ya wagonjwa, gari moja la ufuatiliaji. Tuna fedha zimekuja kwa ajili ya dawa. Sasa kumekuwa na tatizo ambalo kila wakati na kila mahali ninapopita nasema hii haifai, lazima turekebishe, kwamba serikali inatoa fedha nyingi kwa ajili ya dawa, na tukiangalia kwenye taarifa za vitabu tunaambiwa utoshelevu wa dawa ni zaidi ya 90%, sehemu zingine 94%, sehemu zingine 96%. Lakini kila mgonjwa akienda hospitalini anaambiwa akanunue dawa mtaani. Haya ni mambo ya kihuni. Kioski mtaani kinapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata, kama sio hizo hizo za serikali zimepigwa cross zikatangulizwa kule? Kioski kinatoa wapi dawa? Yaani hapa tunakuwaje na duka lina dawa ambazo serikali haiwezi kuwa nazo? Nilienda wilaya moja nikapewa jibu la kijingajinga tu, eti kwamba ndio dawa zipo, lakini tulipokea kwa jina la kampuni, kwa hiyo hatukuwa tumejua tulipoziweka. Mambo ya ajabu kabisa. Au walipoagiza za serikali waliagiza na binafsi, kwa hiyo wameficha za serikali ili ziishe za kwao kule ili wapate. Haya hayakubaliki. Mganga mkuu wa mkoa yuko wapi? Waambie wadogo zako wote, waambie wasaidizi wako wote, na waambie wale wanaoagiza dawa, waagize dawa zinazotumika zaidi kwa mkoa wa Iringa. Kuna wakati tunapitisha miaka 2-3 tunaenda kumuomba CAG kuteketeza dawa zilizo expire. Tunapata wapi dawa zinazo expire kama kila wakati mgonjwa anaambiwa akanunue dawa? Hakuna dawa. Tunateketeza mabilioni. Mimi mambo ya ajabu ya aina hiyo sina ustaarabu nayo.